Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako bali ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni na mipango ya kuelekea nchi za ughaibuni, maana nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba iliyoko chini ya tangazo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, masaa 24 yaliyopita, kuna movement nyingi zimekuwa zikiendelea baina ya nchi ya Iran na nchi ya Israel. Aina ya movement ambazo zimekuwa zikiendelea zimekuwa kama ni movement ambazo zinafanana kwa kiwango fulani. Na hii inatokana na namna ambavyo Iran wameamua kuadapt utaratibu unaofanana na utaratibu wa Israel ili kuneutralize method ambayo Israel imekuwa ikitumia mara nyingi katika vita. Mfano mzuri, katika evacuation order imetoka amri ya watu kuhama. Israel wametoa amri ya watu kuhama na Iran wametoa amri ya watu kuhama. Israel amri yao ilifocus zaidi katika mji au imefocus zaidi katika mji wa Tehran. Ndani ya mji wa Tehran kuna manispaa takriban 22. Lakini focusing yao kubwa Israel imekuwa katika manispaa namba 3 au wilaya namba 3. Ambayo inapatikana actually upande kama wa kaskazini mashariki mwa mji wa Tehran. Na sehemu hii ni sehemu ambayo inazingatiwa kwamba ni sehemu muhimu kwa kuzingatia kwamba ndiyo location au ndiyo mahala ambapo ofisi nyingi ambazo ni muhimu za kitaifa na kimataifa zinapatikana katika eneo hili. Kwanza kabisa, balozi za nchi nyingi zinapatikana katika eneo hilo. Ikulu ya rais inapatikana katika wilaya namba 3. Lakini vile vile baraza la usalama la nchi ya Iran ambalo actually linaongozwa na Ali Khamenei, yule kiongozi wa dini wa nchi ya Iran, vile vile inapatikana katika eneo hilo. Bali kuna ofisi inaitwa Tharallah ambayo ni ofisi, ni makao makuu ya IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps, inapatikana katika eneo hilo. Lakini vile vile kuna Central Command ya department moja katika department za idara ya ulinzi ya nchi ya Iran inayojulikana kama Quds Brigade, ambayo actually ina command center yake pia katika eneo la wilaya namba 3. Kwa ina maana wanapozungumzia kuhusiana na swala la evacuation order katika eneo hilo wanafahamu sensitivity ya eneo husika. Lakini at the same time vile vile ni kwamba Iran na yenyewe imetoa evacuation order. Lakini evacuation order au amri ya watu kuhama kwanza wameitoa katika mji wa Tel Aviv. Wametoa katika mji wa Tel Aviv kwa kuzingatia umuhimu wa eneo la Tel Aviv, pamoja na kwamba amri iliyotoka imekuwa ni tofauti kidogo. Amri ambayo Iran wameitoa ilikuwa ni kwamba watu wanatakiwa waondoke Tel Aviv. Lakini vile vile wanatakiwa waondoke katika maeneo yote ambayo yanazunguka sehemu kama kambi za jeshi au sehemu za uzalishaji, maana yake kama kule Haifa, sehemu ambazo kuna usafishaji wa gesi na mfano wake katika nchi nzima. Lakini katika issue ya Tel Aviv kilichozungumzwa ni kwamba waondoke na wasirudi tena, kwa sababu that's the dangerous area, ni eneo ambalo ni la hatari. Wanatakiwa waondoke na wasirudi tena. Na umuhimu wa Tel Aviv unajulikana kwa kuzingatia ndio mji mkuu wa kibiashara ndani ya nchi ya Israel. Ukiachilia mbali kuwa ni mji mkuu wa kibiashara, ofisi nyingi zinapatikana pale. Maana kulizungumzia Knesset, bunge lile utaliko pale. Ukizungumzia Kiria, yale makao makuu ya jeshi, wizara ya ulinzi inapatikana pia pale Tel Aviv. Lakini vile vile ndani ya Tel Aviv kuna au mazingira yanayozunguka Tel Aviv, maana yake kuna bezi zaidi ya moja. Kwa mfano ukienda katika maeneo kama ya Rishon LeZion ambayo inapatikana upande wa kusini mwa Tel Aviv, utakutana na bezi kama Palmacham Air Base inapatikana kule upande wa chini. Kuna Refini Base inapatikana pia upande wa chini. Lakini vivyo ukienda katika upande kama
upande wa mashariki mwa Tel Aviv, utakutana vile vile na center muhimu kama moja katika center ya IDF namba 8200 ambayo ni IDF center ya masuala ya intelligence, inapatikana pia katika upande huo. Kwa hiyo ina maana wanapozungumzia kwamba watu kuondoka katika eneo la Tel Aviv, maana yake ina indicate kwamba wana information za kutosha kuhusiana na eneo husika. Lakini hizi modes zinakuwa zinafanana kwa sababu ya kutaka kuneutralize, na hii tumekuwa tukizungumza katika vipindi vyetu vilivyopita kwamba kile ambacho Israel amezoea kukifanya, kwa sababu evacuation order tulikuwa tunaona anazitoa sana kwa kama Palestina, kuhamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii pia ni psychological torture, ni moja katika adhabu ya kisaikolojia. Ukiangalia katika mgogoro baina ya Israel na Lebanon, evacuation order zilikuwa zinatoka sana. Kwa hiyo Iran kuamua kuadapt evacuation order pia policy ni kuonyesha kwamba wanataka watumie the same methodology, kutaka kutumia utaratibu ule kama vile Israel unapoweza tengeneza kuharibu zile saikolojia za watu kwa kuwahamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na wenyewe wameamua kufanya katika utaratibu wa namna hiyo kwamba watoke watu Tel Aviv na hawataki tena kurudi. Pamoja na kwamba ile order ya watu kuhama pia wameibadilisha tena baada ya kutoka ya kwanza ambayo inaonekana Tel Aviv, baadaye wakatoa evacuation order nyingine ambayo inaonekana kwamba Israeli yote watu wanatakiwa wahame na wasirudi tena, kuonyesha kwamba eneo lote ni eneo ambalo ni sensitive. Kwa hiyo kuna movement ya kwanza imefanyika katika upande huo wa watu kuambiwa wahame kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, movement ambayo inaonekana kwamba katika pande zote mbili imeweza kufanyika. Lakini kuna upande mwingine wa kuangalia operation za kijeshi zilizoweza kufanyika. Israel wameendelea kufanya baadhi ya operation, kufanya attacks hata katika mji kama wa Tehran. Kwa mfano katika ile command center ya Quds Brigade katika wilaya namba 3 walifanya mashambulizi masaa 24 yaliyopita, na wakaweza kusababisha kifo cha Mohammad Kazime ambaye ni Chief Intelligence Officer, ni kiongozi wa masuala ya kijasusi katika ile sehemu ya jeshi la ulinzi la nchi ya Iran, IRGC. Na kuuliwa kwa Mohammad Kazime tunazingatia kwamba ni sehemu ya supremacy ya nchi ya Israel, ni moja katika sehemu ya ubora wa nchi ya Israel. Mara nyingi watu tunazungumza kwamba Israel ni wazuri sana katika upande wa tactical maneuver, katika upande wa mbinu, wamfikie nani na kwa siku gani na kwa muda gani waweze kufikia. Hili ni jambo ambalo mara nyingi wamekuwa wakilifanya na lina ushahidi mwingi kuonyesha kwamba mara nyingi wanakuwa successful. Na ndio maana takriban kama siku 2 pia nyuma palikuwa kuna report ya kuonyesha kwamba walikuwa wamejaribu kufanya mashambulizi kumkusudia Abdul Malik al-Houthi. Abdul Malik al-Houthi ambaye ni kiongozi wa kundi la Houthi, pamoja na kwamba ni mission ambayo haikuwa successful. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba movement ya kumwendea mtu mmoja huyu kumkusudia ni vitu ambavyo Israel mara nyingi wanakuwa wanavifanya, na kuvifanya hivi kuna asili kubwa kwa Israel kuweza kufanikiwa kufanya mission na namna hii, kwa sababu muundo wa Israel au muundo wa nchi ile ya Israel imeundwa zaidi katika mfumo wa intelijensia. Na maana unaweza kuona kwamba kabla ya kuwepo kwa Israel yenyewe kuna baadhi ya brigades au brigadia zilikuwepo kabla ya Israel. Maana yake jeshi lilianza kuundwa kabla nchi haijaundwa. Ukiangalia kama zile Golani Brigade imeundwa zamani kabla ya mwaka 48 wakati wana introduce kwamba kuna nchi inaitwa Israel. Kwa unaweza ukaona kwamba ina maana muundo wa nchi ya Israel ulikuwa unategemea zaidi intelligence. Maana yake iliundwa kwanza intelligence ya kuweza kufahamu mazingira yote ya Mashariki ya Kati, na kisha baada hapo ndio nchi kaundwa. Na mfumo huu umekuwa ukirithiwa. Ukiangalia hata Israel kuweza kuchukua eneo la Golan Heights, asili yake ni intelligence yao ndio iliwasaidia kupitia kwa mtu kama Eli Cohen Master, ambaye actually aliweza kupenetrate katika mifumo ya nchi kama ya Syria, na mwisho wa siku akaweza
kutoa baadhi ya information muhimu katika miaka ya nyuma ambazo baadaye zikuja kuwasaidia Israel kuweza kukaa katika eneo la Golan Heights. Kwa hiyo huo ni mfano wa muundo wa Israel katika upande wa intelligence. Kwa katika upande wa strategic maneuver huwa wako vizuri, katika upande wa tactical maneuver huwa wako vizuri, upande wa mbinu. Ingawa katika upande wa strategia ni jambo ambalo bila shaka huwa lina shida kidogo, na maana inaonekana hata katika mgogoro wa Gaza ni eneo dogo ambalo linachukua kama kilomita 365 za mraba, lakini inakwenda mwaka wa pili au mwaka wa tatu, maana yake wameshindwa kulimanage eneo la Gaza. Ina maana katika upande wa strategy huwa wana shida, lakini katika upande wa tactical maneuver huwa wako vizuri. Ukiangalia katika operation ambazo zimefanywa na Israel, ukiachilia maeneo kama hayo ya Tel Aviv wenyewe, wamefanya attacks katika uwanja wa ndege wa Mashhad ambao unapatikana kaskazini mwa Iran. Wamefanya mashambulizi katika baadhi ya miji mingine kama ya Isfahan, Kermanshah, wamekuwa wakifanya mashambulizi. Pamoja na kwamba katika kitu ambacho tumekiona tunajaribu kukifuatilia hasa ni kupungua kwa zile potential targets za Israel wakati wanaanza kushambulia walianza na potential target kama 700, maana yake maeneo ya kushambulia, lakini siku inayofuata yakadrop kwa kiasi kikubwa, maana yake yakapungua yakawa kwenye around 100, na siku imekuwa zikizidi kwenda sasa hivi zimekuwa zikizidi kupungua zile potential target, wakati mwingine unakuta paka 10 na kitu. Hii inaweza katupa indication ya vitu vingi. Cha kwanza inaweza katupa indication kwamba kuna uwezekano mkubwa wamefikia katika zile target ambazo walitaka wazishambulie kwa mara ya kwanza, kama ndio msingi mama wa wao kuendelea na operation nyingine. Hii ni point ya kwanza. Lakini point ya pili, kuna uwezekano mkubwa operation walizofanya mwanzo hazikuwa successful, hazikufanikiwa kwa upande mmoja au mwingine, kwa kuzingatia kwamba Iran pia walikuwa wanatumia zaidi decoy, yani wanatumia vitu ambavyo ni fake. Kwa hiyo inawezekana kuna resources nyingi imekuwa zikitumika kushambulia maeneo ambayo baadaye wanakuja kugundua kwamba ni maeneo ambayo sio, na ndio maana imepelekea hata baadhi ya ndege huwa zinaonekana kwamba, au kwa kuna reports za kuonyesha kwamba kuna ndege kama za F-35 ambazo ni very advanced warplane, ni ndege ambazo ziko very advanced, lakini zimekuwa zikiangushwa kwa sababu ya miscalculation hiyo. Kwa hiyo kuna uwezekano wamepunguza zile potential targets au maeneo muhimu ya kushambulia kwa lengo la kutaka kurudi nyuma na kutazama movement halisi ya jeshi la Iran ikoje. Na ukizingatia kwamba kingine hata zile launches, zile mashine ambazo tunatumia kuweka makombora na kisha kuyarusha, zile launches za Iran most likely zinaonekana kwamba ni mobile launches, ni launch ambazo hazikai sehemu moja, inatoka sehemu moja inakwenda sehemu nyingine, inatoka sehemu moja inakwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo maana yake hata unapokuwa unazisoma, unapotaka sasa kwenda kurusha ndege iweze kwenda kufanya mashambulizi, wakati mwingine unataka kukuta zimehamishwa kutoka katika sehemu husika ambapo wewe ulikuwa unazingatia kama ni potential target. Kwa hiyo inawezekana pia mabadiliko ambayo tumeyaona ya Israel kupunguza zile potential target zake ni aidha malengo yamefikiwa au aidha ni kwa sababu ya mchezo ambao umekuwa ukifanywa na jeshi la Iran. Lakini vile vile pamekuwa kuna report ya mashambulizi ambayo yamefanyika katika meli mbili za mafuta katika upande wa Gulf ya Oman Gulf, ambayo actually bado report hazijaonyesha wazi kwamba meli husika zinaihusu Israel au zinaihusu Iran, lakini kuna report ya namna hiyo ambayo imekuwa reported na idara ya maritime ya Uingereza. Katika upande wa Israel, Iran wamekuwa wakifanya mashambulizi makali hata katika eneo kama la Haifa, wakifanya mashambulizi makali katika eneo kama la Tel Aviv, wakifanya mashambulizi makali pia katika maeneo kama ya Eilat, mpaka paka kuchini katika maeneo ya Eilat. Mfumo wa mashambulizi unaonekana bado una focus zaidi katika sehemu ambazo ni very potential, maana yake sehemu ambazo ni za production area za uzalishaji, na ndio maana inaonekana kwamba kuna sehemu ya uzalishaji ambayo inabidi usimame. Uzalishaji kwa mfano wa gesi, kuchakata gesi katika sehemu ya Haifa imebidi stop kutokana na madhara ambayo yametokea katika eneo husika. Lakini vile vile shughuli nyingi inaonekana kama zime stop kwa sababu inaonekana movement ni watu kutoka katika zile chamber za kujificha, bunkers,
kutoka na mfano wake, yani kutoka kuingia, kutoka kuingia. Kwa hiyo shughuli nyingi inaonekana kama zimestop, na mashambulizi ambayo kwa upande mmoja au mwingine ambayo yamefanyika, bado inaonekana kwamba namna yalivyofanyika na Iran yamepeleka message kubwa. Kwanza inaonekana kwamba mifumo wakati mwingine inakuwa kama inachezewa, zile mifumo ya kutungua makombora inakuwa kama inachezewa aidha kwa cyber attacks, kwa ile mashambulizi ya kimitandao, na ndio maana imekuwa proven kwamba zaidi ya mara moja kuna mifumo kama Iron Dome au Arrow System wakati mwingine zikijaribu kurusha makombora ili kupambana na zile attack ambazo zinakuwa zinaingia, mwisho wa siku unakuja kugundua kwamba zinakuwa zinafail, aidha zenyewe kwenda kugongana au mwisho wa siku zile bomu zimekuwa zikirudi katika sehemu husika. Na hii wakati mwingine huwa inatokea wakati mifumo inakuwa iko overwhelmed, maana yake mifumo inakuwa imezidiwa. Mifumo inapokuwa imezidiwa, mwisho wa siku inatengeneza situation ya namna hiyo. Na jambo lingine ambalo tunajaribu kulitazama ni hatua ambayo imekuwa ikichukuliwa katika pande zote mbili kujaribu kuzuia. Kwa mfano katika Iran inaonekana kwamba kuna movement nyingi ambazo zinafanyika, tunasema ni inside operation. Manake Israel walifanikiwa kutengeneza network za mashushushu ndani ya Iran kwa muda mrefu, kiasi ambacho panapokuwa sasa inatokea kwamba operation kama hii inafanyika, manake ndani kuna operation nyingine pia zinaendelea katika eneo la Iran. Kwa hivyo kinachoonekana ni kwamba idara ya ujasusi ya nchi ya Iran imefanya operation kubwa kwa ajili ya kuwakamata watu ambao ni traitors. Ukiangalia pale kuna centers nyingi ambazo zinatengenezwa drone ambazo zinafanya mashambulizi ya ndani kwa ndani. Vile vile kuna milipuko imekuwa ikitokea ndani ya Iran, hasa ukiangalia milipuko kama ile ya gari zinalipuka napelekea maafa ya watu, zimekuwa zikifanyika sana ndani. Kwa hiyo inaonekana sasa kuna operation kubwa ambayo imekuwa ikifanyika, na hii ni matokeo ya operation hii kuihamisha kutoka katika idara za kiintelijensia kwamba ndio zishughulikie mgogoro huu baina ya Israel na Iran, kuhamisha kwenda kupeleka katika Supreme Office, kupeleka katika ofisi ya Ali Khamenei pamoja na ofisi ya jeshi moja kwa moja. Na ndio maana kuna mabadiliko makubwa sana hata katika upande wa operation ambazo zinafanyika sasa hivi katika upande wa Israel. Imekuwa ni very serious operation ukilinganisha na ile mwanzo pressure ilivyokuwa imeanza ya Israel. Sasa hivi inaonekana kwamba Iran wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa kumanage ile mapigano kwa kuwa wamekuwa wakifanya attacks nyingi ndani ya Israel, ukilinganisha na attacks ambazo zimekuwa zikifanywa na Israel kuelekea katika sehemu ya ndani ya Iran. Kwa hiyo na katika upande pia wa Israel kuna movement hizo zimekuwa zikiendelea kukamata watu ambao wanaonekana kwamba wanashakiwa kwamba ni matraitors, na ukizingatia pia kuna amri ambayo imetoka ya kutokupiga picha ya namna yote na kuisambaza mtandaoni ya kile ambacho kinaendelea ndani ya Israel. Yote inaweza inatoa indication ya vitu vingi. Katika upande wa Israel inatoa indication kwamba jeshi linaona kwamba kumanage pressure mbili kwa wakati mmoja, kwamba tuna pressure kwamba tunashambuliwa, na wakati huo vile vile tuna pressure ya nje ya watu kuona movement inaendelea ndani. Inaonekana kwamba movement hii inawezekana isiwe na motisha nzuri kwa wanajeshi au kwa idara za jeshi. Kwa hiyo mwisho wa siku ni bora kuzuia kabisa ili muweze kuihandle situation ya ndani, pamoja na kwamba watu wengi pia wamekuwa wakionyesha kwamba wanakusudia kukimbia kuelekea katika nchi kama za Cyprus, kutokana na hata wale waliokuwa wakimsupport Benjamin Netanyahu katika hii operation yake ya Iran hawakutegemea hichi ambacho wanakiona hivi sasa. Hawakutegemea hichi ambacho wanachokiona hivi sasa, kwa sababu retaliation ya Iran imekuwa ni kubwa na kila siku imekuwa ikiongezeka tofauti na vile ilivyokuwa nyuma. Lakini kiujumla tunapojaribu kulitazama jambo hili, pamoja na kwamba kumekuwa kuna
bado kunaendelea, kuna attacks za hapa na pale kama kushambulia katika vyombo vya habari kama Israel walivyofanya, na hiyo pia kinyume chake Iran na wenyewe wakatoa order katika channel 12 na channel 14 ambazo ni za serikali, kwamba au zina link na serikali, kwamba kutaka na wenyewe watu watoke katika vyombo vya habari vya Israel kama walivyofanya kushambulia katika chombo cha habari cha Iran. Zote ni movement kijumla ambazo zimekuwa zikiendelea katika pande zote mbili, lakini zimekuwa ni movement ambazo Iran wameamua kuadapt baadhi ya taratibu ambazo Israel walikuwa wakizitumia kama ni sehemu ya psychological torture, kama ni sehemu ya kuharibu saikolojia ya upande wa upinzani. Kwa hiyo ukishambulia sehemu ya vyombo vya habari, na Iran pia vivyo wanatangaza kwamba wana uwezekano wakashambulia katika chombo cha habari ili kuweza kutengeneza mazingira ya pressure ambayo iko sawa sawa. Lakini yote kiujumla, kile ambacho tunachokiona mpaka sasa hivi, diplomasia inaweza kachukua nafasi yake kuzingatia kauli ambayo Donald Trump amezungumza, kutoa maelekezo kwa J.D. Vance na Stephen Witkoff. J.D. Vance yule msaidizi wake, na Stephen Witkoff ambaye ni mwakilishi maalum wa Rais Donald Trump katika eneo la Mashariki ya Kati, kwamba akutane na maafisa wa nchi ya Iran kama kina Abbas Araghchi kujaribu kuzungumza nao kuhusiana na movement hii. Na kitendo cha Donald Trump kuamua kwamba, kwa sababu alikuwa amekwenda katika mkutano wa G7 lakini hakuchukua muda mrefu akaondoka, akasema anakwenda kwa sababu ya hali ya sintofahamu inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, na kisha kuwaambia J.D. Vance na Stephen Witkoff wakutane na Abbas Araghchi, yule waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran, ili waweze kuangalia mazungumzo yanakwendaje. Hii ina indicate kwamba hesabu iliyopigwa na Israel au na Benjamin Netanyahu haikuwa hesabu ya sasa, ni hesabu ambayo ilikuwa ina makosa. Ni hesabu ambayo ilikuwa ina makosa, kwa sababu tunachokifahamu ni kwamba Israel angekuwa na supremacy katika mapigano haya, Israel angekuwa yeye ndo dominate au yuko juu katika mapigano, Marekani asingekuwa na muda wa kutaka mazungumzo na Iran. Kitendo cha kutaka mazungumzo na Iran tena ni kuindicate kwamba situation is very tense. Situation si nzuri, kwa maana ya kwamba Israel hawakutegemea kitu ambacho Iran amekifanya na ambacho anaendelea kukifanya. Na tunasema kwamba inaonekana kwa plani ya Benjamin Netanyahu ilikuwa na miscalculation nyingi, ilikuwa na makosa mengi ya kimahesabu. Jambo la kwanza ni muda. Amefanya movement hii katika wrong timing, muda ambao haukuwa sahihi, kwa sababu nyuma kidogo alikuwa na majibizano baina yake na kina Emmanuel Macron, kina Keir Starmer na waziri mkuu wa Canada, kwamba walipojaribu kumwambia kwamba jaribu kuangalia situation ya Gaza, watu wanakufa, chakula kinatakiwa kiingie, alichokifanya ni kuwajibu kwamba wako katika wrong side of the history, wako katika upande mpotofu wa kihistoria, kwa maana kwamba ana asaidi na Hamas, kitu ambacho hoja ya Keir Starmer, hoja ya Emmanuel Macron haikuwa hiyo. Hoja yao ilikuwa ni hoja ya humanity, ilikuwa ni hoja ya ubinadamu. Kwa hivyo akawa amebaki na mtu mmoja na Marekani pekee yake, lakini collective west, ile nchi za magharibi kiujumla wake zikawa kama zimemweka pembeni. Ni kwa sababu pia ya public pressure, ile pressure ambayo inatoka kwa wananchi wa kawaida wa nchi za magharibi ambao wanaona kwamba kinachoendelea eneo la Gaza si sawa. Sasa hii ilikuwa ni movement ya kwanza, lakini at the same time akaenda kufanya movement ya kuivamia Iran. Alikuwa akitegemea kwamba atapata support kutoka katika collective west, kutoka katika nchi za magharibi moja kwa moja, bila kuzingatia kwamba nchi za magharibi wananchi wake wa kawaida maoni yao yakoje kuhusiana na mgogoro ambao sasa hivi bado anaishi nao, mgogoro wa Gaza. Na ndio maana mwisho wa siku akajikuta kwamba sasa amejiingiza kwenye kona. Kwanza alikuwa anategemea Marekani itaingia moja kwa moja katika eneo, katika mgogoro wa vita. Haijawa hivyo mpaka sasa hivi, na alitumia method ile aloitumia kwa Hezbollah, ndio method hiyo akaja kuitumia kwa Iran, kitu ambacho ni makosa, kwa sababu Hezbollah ni non-government sect. Hezbollah ni kikundi, sio nchi. Kwa hiyo bureaucracy ya Hezbollah na bureaucracy ya Iran ni tofauti, na ndio maana unakuta kwamba ndani ya Iran wameuliwa kina Hussein Salami. Siku hiyo ameuliwa Hussein Salami, nafasi yake imechukuliwa na mtu mwingine.
Ina maana bureaucracy hivi vitu viwili ni vitu vile tofauti. Ukiangalia Hezbollah network yao ilikuwa na watu kadhaa, ndio kusema 10,000 20,000, lakini unapozungumzia nchi kama Iran ina watu zaidi ya milioni 90. Kwa hiyo operation aliyoifanya ilikuwa alikuwa anakitaraji kwamba akishaua tu ile round ya juu ya watu, basi itakuwa operation imeshakuwa successful. Lakini mbaya zaidi, attack ya mwanzo ambayo ilifanyika pia katika maeneo ambayo wanapatikana raia wa kawaida, kwa sababu kizingatia wale wanasayansi hawakuwa ni sehemu ya jeshi, ilikuwa ni raia tu wa kawaida. Kwa hiyo kushambulia katika nyumba zao, sio tu kwamba walikufa na watoto na familia nzima, collectively walifariki. Na ukiachilia mbali hapo, pia kuna mashambulizi ambayo yalifanyika katika baadhi ya apartments ambazo pia watu walikufa zaidi ya 80. Ikabadilisha mindset ya Wairan. Wairan of course walikuwa wana ugomvi na utawala ulioko madarakani. Kuna vitu walikuwa wanaona haviko fair. Kwa hiyo kuna jamii inaona kwamba ni sawa na kuna jamii ambayo inaona kwamba sio sawa. Lakini kwa kitendo kilichofanyika cha mashambulizi ndani ya Iran, ikabadilisha mindset ya watu wa Iran wote kwamba hata kama tuna matatizo na utawala wetu, lakini huwezi ukiingia katika atmosphere yetu ukatuamulia mambo yetu, ukaua watu wetu kwa madai tu kwamba tunataka utawala ubadilike. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo utaona kwamba kuna total miscalculation. Lakini kingine ni kwamba Iran walikuwa wakifahamu hichi kwamba kitakuja kutokea mbele, na situation hii walikuwa wameshaipigia mahesabu muda mrefu. Ndio maana wanaona kwamba hata katika zile attack ambayo Israel walifanya mwanzo, walikuwa wanashambulia katika decoy, wanashambulia katika sehemu ambazo ni wrong. Sasa unaweza kujiuliza maandalizi haya Iran waliyafanya muda gani, na ikiwa kwamba Israel walishambulia kwa ghafla, which means kwamba walikuwa wanaelewa kwamba kinachokuja mbele kuna situation ya namna hii na hii inaweza ikatokea. Kwa hiyo on one hand or another ni kwamba kuna calculation ambayo pia imefanyika. Lakini kingine, historically unapozungumzia Iran unazungumzia ni nchi ambayo ina historia ya zaidi ya miaka 1400. Maana Iran tunayoiona leo hii kiasili yake ilikuwa ni sehemu ya Persian Empire, ni dola ya Kifursi. Dola ya Kifursi kihistoria imetawala dunia kwa miaka 2000. Wanayo hiyo history. Ukiachilia mbali dola nyingine ambazo zilikuja kama za Safavid dynasty au dola ya Safawia, ukiangalia kuna dola kama za Kakayunlu, kuna dola kama za Ashashin. Maana ni dola kubwa ambazo zina historia ya muda mrefu ya kupambana na watu wa magharibi. Kwa hiyo unapokuja leo kuvamia, kuna damu unaiamsha, kuna hisia unaiamsha ya watu kuhisi kwamba sisi mbona tulikuwa ni tuna sehemu ya nguvu katika hii dunia. Tunawezaje tukashambuliwa, tunawezaje tukawa undermine. Ndio maana attacks ambazo Iran wanazifanya ndani ya Israel wenyewe hawako imagine, na wale waliokuwa wakiwasupport Israel hawako imagine kitu ambacho Iran wanakifanya ndani ya. Wameweza kumanage sehemu kubwa ya zile operation zao. Wameweza kumanage sehemu kubwa operation kinyume na kile vilikuwa kitegemea kwamba tutafanya tu siku 2-3, yani baada ya hapo wananchi watareact kwamba tutaki utawala itakuwa hivyo. No, it was a miscalculation. Ilikuwa ni makosa makubwa ya kimahesabu ambayo Israel wameyafanya, na ndio maana inaonekana mpaka sasa hivi inabidi diplomacy ichukue nafasi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kijumla tunaona kile ambacho kinakuja kutokea mbele. Lakini kingine, kuna mazungumzo ambayo yanaendelea katika bunge la Iran kionyesha kwamba Iran ina mpango wa kujitoa katika non-proliferation agreement. Ina mpango kujitoa katika makubaliano ya pamoja ambayo yanazitaka nchi ambazo hazina nuclear zisiingie kuwa ni nuclear state, na zile ambazo ni nuclear state zipunguze kiwango cha nuclear. Makubaliano ambayo actually iliingiwa mwaka 1968 na nchi nyingi duniani, na utekelezaji wake ukaanza mwaka 1970. Kwa nini wanakusudia kujitoa? Kwa sababu wanaona kwamba kumbe tunatakiwa tuwe na nuclear. Kama nchi inaweza ikatuvamia, ikatushambulia katika kipindi ambacho tupo katika negotiation, tuna negotiate na Marekani, alafu wao wanakuja wanatushambulia, maana yake mindset ya Wairan, sio serikali tu, mindset ya Wairan, hata wale ukifuatilia wale ma-activist wa Iran ambao wako against na utawala, hawakubaliani na mambo ya zile sheria za Kiislamu zilizoko Iran na mfano wake, walikuwa wakiojua wanasema no, inabidi tupate silaha za nuclear.
tupate silaha za nyuklia kwa ajili ya kujilinda. Kwa hiyo unaona ile ideology ya Wairani imebadilika totally. Na fikra ya kusema kwamba ambayo imekuwa ikiendelea, Irani hawezi kuwa na nyuklia, Irani inabidi kuharibu nuclear program yao, ni sawa. Inawezekana hayo yote yakafikia katika kilele, japokuwa serikali ya Irani haiko tayari kufanya hivyo na raia wa Iran hawako tayari kuliona hilo linatokea. Lakini shida nyingine inayokuja, wa Iran na wa Israel ndio jamii mbili ndani ya eneo la Mashariki ya Kati ambalo zinaweza kushindana katika upande wa knowledge. Wa Iran na wa Israel ndio jamii mbili ndani ya eneo la Mashariki ya Kati wanaoweza kushindana katika upande wa knowledge. Manake jamii hizi mbili, Israel anaiconsider Iran kama tunasema ni existential threat, kwamba ni jamii ambayo ikipata kitu fulani inaweza katufanya sisi tusiwepo. Ndo Israel wanachukulia hivyo. The same ideology vivyo inawezekana ikawa katika upande wa Iran, kwamba hawa jamaa kuna siku moja wanataka kutuletea sisi madhara. Lakini kiuhalisia jamii hizi mbili tunasema kwamba wana strategic threats. Wana matatizo ya kimkakati, sio matatizo ya nani atakuwepo nani hawepo. Matatizo ya kimkakati yanakuja kwamba Israel anahitaji yeye ndio awe monopoly, ndio awe mtawala pekee wa eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake Lebanon asimwambie kitu, Syria asimwambie kitu, Jordan asimwambie kitu, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Yemen, wote wasimwambie kitu. Yani yeye ndio ana monopolize lile eneo la Mashariki ya Kati. Hiyo pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, ana monopolize au analitawala eneo la Mashariki ya Kati kwa maslahi pia ya nchi za Magharibi. Kwa sababu nchi za Magharibi hazihitaji eneo la Mashariki ya Kati likae pekee yake. Na hii tumekuwa tukizungumza mara nyingi. Eneo la Mashariki ya Kati lina vitu vitatu. Vitu hivyo vikiwepo mahala kokote, wananchi wanaweza wakajiorganize wakawa kitu kimoja na wakatengeneza kitu kikubwa. Cha kwanza, eneo la Mashariki ya Kati ndiyo eneo pekee kubwa au ni moja katika maeneo makubwa duniani ambayo yanakusanya watu wengi na wanaongea lugha moja. Ukienda Lebanon wanaongea Kiarabu, ukienda sehemu za Gaza, Palestine wanaongea Kiarabu, ukienda Misri Kiarabu, ukienda they are just talking one language. Na ukiangalia kwa mfano mgogoro wa Ukraine na Urusi, kwa nini Urusi anangangania upande wa mashariki? Kwa sababu upande wa mashariki kuna raia wanaoongea Kirusi. Na katika makubaliano yaliyowahi kupita ya Minsk, Urusi ana makubaliano ya kumlinda kila raia mwenye kuongea lugha ya Kirusi. Kwa hiyo lugha ni kitu muhimu sana. Sasa ukiangalia la Mashariki ya Kati wana lugha ambayo inaweza ikawa connect pamoja. Wana culture, sawa, zile mila na desturi ambazo zinaweza ikawa connect wakawa kitu kimoja. Lakini vile vile cha ziada, wengi wanatoka katika dini moja, pamoja kwamba wanaweza kutofautiana madhehebu na mfano wake. Kwa hiyo kurudi katika generation za nyuma kutengeneza tena empire kama zoe kupita huko nyuma kama za Abbasid Caliphate, Umayyad Caliphate au Ottoman Empire jinsi ilivyokuwa, ni kitu ambacho kinawezekana. Sasa tunawezaje kuzuia hili lisije likatokea? Kwa sababu siku za nyuma liliwasumbua sana nchi za Magharibi. Tunawezaje? Ndio kuna umuhimu wa kuwa na nchi kama Israel ambao kiasili tunaweza tukasema wana asili na mazingira husika, na ukiachilia mbali hapo tunaweza tukawapa nguvu wakatusaidia kwenye kumonitor eneo hili. Rather ningesema tumchukue mtu mwingine labda mzungu au nani moja kwa moja tukamweka pale, ambaye tukisema tutengeneze connection ya asili ya eneo husika inaweza ikasumbua. Lakini ukiangalia kwa Iran ni nchi ambayo sio ya Waarabu. Actually wao ni Wafursi, ni Wapersian, sio Waarabu kama watu wengi wanavyofikiri. Sasa kama sio Waarabu, connection yao na eneo la Mashariki ya Kati tunasema ni historical connection. Ni historia, ni muunganiko wa kihistoria, kwa kuzingatia kwamba maeneo kama hayo maeneo kama ya Iran ni maeneo ambayo yaliathiriwa na tawala ambazo ziliwahi kupita katika eneo la Mashariki ya Kati. Na ndio maana hata siasa yake imekuwa ikiathiriwa zaidi na eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo ili Iran iweze kusurvive katika eneo la Mashariki ya Kati, kuna narratives,
kuna kitu ambacho wameamua wakishike. Kwa mfano issue kama ya Palestine. Issue ya Palestine ni issue ambayo inawakusanya watu wa Mashariki ya Kati, pamoja na tofauti zao labda za dini na nini, lakini inapokuja issue ya Palestine, majority wanaona kwamba Wapalestina wanaonewa. Hiyo ni ideal. Kwa hiyo kusurvive kwa Iran ndani ya eneo la Mashariki ya Kati, imeamua ichukue baadhi ya narratives fulani au kuchukua baadhi ya njia fulani ambayo naamini kupitia njia hiyo atakuwa anaendelea kupata public support. Ndio maana kwa kiwango kikubwa wamekuwa wakiweza kuwa na influence katika eneo la Mashariki ya Kati kwa utaratibu wa namna hii. Sasa hizi jamii mbili ya Wairan, jamii mbili ya Waisrael ni jamii ambazo zina collide au zinagongana kwa sababu ya influence. Nani atakuwa na influence kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati? Sio nani atamwangamiza mwenzake. It's not working in that way. Sio nani atamwangamiza mwenzake. Kwa hiyo sasa mazingira namna hii yanapokuwa yanatokea, alafu ukahisi kwamba mimi natakiwa niingie kati nihakikishe kwamba jamii nyingine kama ya wa Iran kwamba wanakuwa hawana nguvu, ni kitu ambacho kinakuwa ni kitu kigumu wao kukikubali, kwa sababu wenyewe pia wanahitaji survival yao katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ukiangalia katika historical fact, katika sababu za kihistoria, ukiangalia katika mzunguko huu wa kijamii, na kingine kubwa kuliko vyote ni swala la knowledge. Leo ukisema kwamba unaondoa program ya nuclear Iran, sawa, unaweza kuiondoa, lakini shida ni kwamba katika nchi ambazo zina watu wenye IQ nzuri au wenye maarifa mazuri ya upande wa teknoloji na upande wa hizo nuclear program, unazungumzia Israel na Iran. Kwa hiyo hata ukisema unaidemolish leo, unaiondoa leo, kesho huwezi kusema kama utaondoa katika akili zao sio tena na maarifa ya kujua nuclear program inakuwa designed vipi, na inawezekana wakaitengeneza ambayo ikawa ni bora kuliko hii iliyopo bila kuwafahamisha International Atomic Energy Agency na mfano wake. Kwa hiyo kuna mazingira kama haya yametokea katika calculation ambazo alipiga Benjamin Netanyahu, na bila zingatia haya mazingira yote, na ndio maana mwisho wa siku amejikuta amekuwa cornered, amewekwa katika kona, na anajaribu, na what we believe, tunaamini hivyo kwamba kuna mazungumzo ambayo yako nyuma ndio amemfanya Marekani akasema tunatakiwa tukae na Iran tuzungumze na kulingana na mazingira jinsi yalivyo. Wananchi wana panic, wananchi wanaondoka, wanaelekea katika maeneo ya Cyprus, na Benjamin Netanyahu kama utafanyika uchaguzi leo kesho hawezi kusurvive, na Waisrael hawezi kumsamehe. Hawezi kusurvive na Waisrael hawezi kumsamehe, kwa sababu anachokifanya bado inaonekana wazi kabisa, anafanya for political maneuver. Anafanya kwa manufaa ya kisiasa, sio kwa manufaa ya wananchi. Wananchi wanakufa, sio kwa manufaa ya wananchi. Waisrael hawakuwahi kutegemea hichi ambacho kinaendelea leo hii, lakini amekuwa anafanya, na kufanya kwake ni kwamba ukiangalia siku moja tu baada ya kupigwa kura, watu ile tunasema kura ya awali ya kuonyesha kwamba hawana nia, au yani kupima ile kwamba je, wana imani na serikali yake au hawana imani na serikali yake. Baada ya kuchoropoka tu katika zoezi lile, siku iliyofuatia ndio wakaenda kushambulia katika sehemu ya Iran. Maana yake lengo kubwa lilikuwa ni kutaka kuongeza ile public confidence kwamba hata kama inapita miezi kadhaa mbele, ionekane kwamba yeye ndio anajitaga Mr. Security, wanajiita Mr. Security, yani ndio priority yake ya kwanza ni usalama wa Israel, lakini amekuja kuwa kosti pakubwa wa Israel kwa sababu hahitaji negotiation, hahitaji compromisation ya namna yoyote. Kwa hiyo by the way, bado tunajaribu kwenda kuangalia mwenendo wa jambo hili, tukitaraji kwamba huenda masaa 24 yanayokuja tukapata picha iliyokuwa bora zaidi ya picha hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Adam Nukwa, ni kuombe tusisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.